Ndoa. Fedha ni tamu jamani, fedha ni nzuri. Na katika Biblia wanasema Yesu 40% ya mazungumzo yake aliyoyafanya katika kutoa mifano na vielelezo alizungumzia habari ya pesa. Kwa maana kwamba pesa sio mbaya, ila inapotumika ndipo ubaya unaanza. Pesa inaweza kuwa chanzo kikubwa cha mivutano katika ndoa, lakini si lazima iwe hivyo. Maana watu wakijua namna ya kutumia pesa vizuri, inaweza kuwa ni chanzo cha mbaraka. Mabishano juu ya pesa mara nyingi ni kiashiria kuwa na kiwango cha chini cha mahusiano. Ndivyo mtu mmoja anaitwa Brit alisema kwamba kiwango cha mahusiano ya kuridhisha kinaweza kikafifishwa na migogoro itokanayo na matumizi ya pesa. Pesa inapo kuwa haipo inaweza kuwa tatizo. Pesa inapokuwa imeongezeka pia inaweza kuwa tatizo. Kuna watu wanabadilishwa na pesa. Sasa kitu kingine anasema kwamba kutoelewana kuhusu pesa ni utabiri mkubwa zaidi wa talaka kuliko kutokubaliana kwa kawaida katika mambo mengine ndani ya ndoa. Kwa hiyo habari ya pesa ni ya muhimu sana, ndio maana tuongee. Matumizi ya pesa ni utambulisho wa maadili mtu alionayo na huelezea vipaumbele vya mwenye pesa. Ukweli ni kwamba habari ya matumizi ya pesa inaweza kuathiri mahusiano ndani ya familia. Pesa, huu ni ukweli, pesa haiwezi kununua furaha. Wapo watu wanakimbia, wanaacha mahali palipo na pesa kwa sababu ndani ya nyumba hapakaliki. Pesa haileti furaha, haiwezi kununua furaha. Lakini inaweza kununua usalama, maelewano kati ya wapendanao. Mfano, inaweza kuvuruga tuseme kuelewana kwa watu ndani ya nyumba. Kwa mfano, vipato vinapotofautiana, matumizi ya mirathi, watu wanapobadilika, kipato kinapoongezeka au kupungua, kufilisika, uendeshaji wa biashara, vipaumbele katika matumizi vinaweza vikaleta migongano katika ndoa au vikaleta mapatano katika ndoa. Sasa siri moja kubwa ya familia yenye furaha hutokana na namna ya matumizi mazuri ya pesa. Sasa leo kuna njia mbalimbali za matumizi mazuri ya pesa, nyingi, lakini kama mnavyojua tuna dakika chache tu. Na kwa hiyo nimechagua aina 4 ambazo huenda zitatusaidia. Aina 4 za matumizi ya pesa. Aina ya kwanza ni ile ya bosi mmoja. Bosi wangapi? Mmoja. Aina ya pili, mabosi wawili. Aina ya tatu, pamoja. Aina ya pamoja. Na aina ya tatu ni bora zaidi. Kwa hiyo tutaangalia kila aina moja kwa dakika hizi tulizobakiwa nazo. Labda tuangalie mpango wa bosi mmoja ukoje. Katika mpango huu inaonekana mtu mmoja tu ndiye mwenye kipato. Labda ameajiriwa au ana biashara. Na huyu mtu ndiye anakuwa na maamuzi yote katika kile kipato alichonacho. Huyu mwenye kipato ambaye ni mmoja, mwenzi wake anapokea maelekezo ya matumizi. Ndio huyo anaachiwa pesa, anasema hii wiki nzima usiniulize tena, ikutosha. Mtu wa hivi hata akiomba pesa anageuka, anaangalia kando, hata usione. Na mtu wa namna hii ni wale wanaenda hata chooni kuchukua tu 1,000 ya kukupa ukanunue nyanya.
hapa yule mwenzi wako hapasi kuuliza unapotumia hizo pesa wala pesa zilikoenda. Anakuambia mimi ndiye bosi, hizi ni pesa zangu, nimezitaabikia, nimetoa jasho, nitazitumia nipendavyo. Usiniulize maswali. Usiniulize nina kiasi gani katika benki, usiniulize nina kiasi gani cha mshahara, au ninapata faida gani kiasi gani katika biashara yangu. Sasa tatizo hili hapa katika mpango wa bosi mmoja. Kama bosi mmoja huyu ni mwanamke, basi mwanamume ni rahisi kujisikia duni, kujisikia kwamba, mnakumbuka niliwaambia kwamba wakati mwanamke haja yake kubwa ni kupendwa, mwanamume haja yake, swali lake kwa wakati wote anasema hivi ninaweza. Na kwa hiyo kila anachokifanya katika familia ni kuhakikisha kwamba ninaweza. Kwa hiyo unapomwambia kwamba mimi ndiye boss, usiniulize matumizi, usiniulize napata kiasi gani, yule mwanamume ego yake inashuka, anajidharau, anaona kwamba ameshindwa, yeye hawezi, maana hachangii katika kipato cha familia. Na kwa hiyo ni rahisi kugombana. Hata ukisema jambo la kawaida anaona si mimi sina cha kuleta. Hivyo ndivyo mwanamume anavyojisikia. Lakini kama ni mwanamke anaponyimwa matumizi, hata anapokuwa hashirikishwi, hata kama kipato chako ni kidogo, yeye anajua kipato chako ni kikubwa. Kwa hiyo anakuja na orodha ya matumizi, anakuambia unajua rafiki yangu ana harusi ya binti yake, nahitaji sare. Alafu taarifa zimekuja kwamba karo ya watoto inatakiwa. Anakupangia orodha, alafu yeye anakwenda, anajua utampa kwa sababu wewe una hela nyingi, maana hata hujamwambia huna. Kwa hiyo wewe usiku utakapokosa usingizi, shauri lako yeye alishakwambia, anakoroma tu. Na kwa hivyo mwanamke wa hivi kawaida mnaposhiriki mawazo, basi huyu mama hata kama hawezi kukusaidia anaweza akakuombea na hata kama mna watoto wakubwa, unajua kwamba tumweke baba katika maombi maana anatafuta. Biblia inasema kwamba lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu nawe mtumishi wenu. Yaani mpango huu wa bosi mmoja sio mzuri, kwa sababu sio mpango wa familia yenye furaha. Kwa sababu Yesu mwenyewe alishtumu tabia hiyo ya kiburi. Hiyo ni tabia ya kiburi. Mpango aina ya pili ni mpango wa mabosi wawili. Katika huu mpango wa mabosi wawili, hawa wanandoa wote wana kipato. Mungu amewajalia kipato, kila mmoja analeta, lakini kila mwenzi analinda mshahara wake, analinda kipato chake sirini. Hakuna anayejua kipato cha mwenzake wala akiba aliyo nayo mwenzake. Anasema hizi ni pesa zangu, nazitumia nipendavyo. Na hawa watu wana mpangilio unaoonyesha mwenzi yupi ashughulikie gharama ipi. Huyu anasema wewe utalipia bili za umeme, utalipia pango, mimi nitanunua chakula, au karo zinakuhusu wewe. Watu wa namna hiyo, lakini hujui wana nini. Kila mmoja anamudu pesa zake. Kwa hiyo katika mpango huu kipato ni cha siri. Wanandoa wanaamua ni nani alipie nini, kama nilivyowaambia, na mmoja akithubutu kuulizia hela za mwingine, ugomvi unatokea. Kwa hiyo huu sio mpango wa Mungu, kwa sababu unapingana na falsafa ya ndoa. Falsafa ya ndoa inasema kwamba hawa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Kwa hiyo Mathayo anatuambia kwamba wanandoa wanapaswa kuwa wa mwili mmoja hata kama ni wawili. Yaani mwili mmoja sio kitandani tu, ni katika nyanja zote za maisha. Kuna aina ya tatu ambayo inaitwa mpango wa pamoja. Mpango wa pamoja huu ni mpango mzuri.
Kwa sababu ikiwa mtu mmoja anapata mapato, ikiwa mtu ni mmoja anayepata mapato au anayeingiza pesa nyumbani, basi hizi pesa zinawekwa mezani. Ikiwa wanandoa wote wawili wanapata, pia wanaleta wote mezani. Hizi anasema hizi sio pesa zangu, ni pesa zetu. Watu wa namna hiyo, neno la kusema kwamba hii ni kitu changu, hili ni shamba langu, hii ni nyumba yangu, hayapo. Wanasema hawa ni watoto wetu, hii ni nyumba yetu, hili ni shamba letu. Wanasema hivyo maana wanaweka pamoja, hata kama anayeleta kipato ni mmoja. Wanaweka mezani na kupanga matumizi pamoja. Mpango huu unakubaliana na falsafa ya ndoa, kwa sababu hawa watu ni mwili mmoja, sio wawili. Mpango wa pamoja, katika mpango wa pamoja, budget ni ya pamoja. Budget inatengenezwa pamoja. Matumizi makubwa yanaamuriwa pamoja. Unajua anapozungumza matumizi makubwa, nina maana uwezi ukipita sokoni ukakumbuka kwamba chumvi imeisha nyumbani, sio lazima mkae kikao ili ununue chumvi. Ndicho ninachomaanisha. Au taa imeungua, balbu, umekwenda dukani unasema ngoja niweke balbu kwa sababu taa imeungua. Hamtahitaji kikao. Lakini mipango mikubwa, kama unavyotaka kununua kiwanja, mnataka kununua gari, mnataka kujenga nyumba, makubaliano yanapaswa kuwa ya watu wawili. Mipango mikubwa, au mnapoweka akiba, mnaweka akiba kwa pamoja. Hiyo ni mipango mikubwa. Juzi Profesa Hosea alipokuwa anafundisha, alisema kila mwanandoa ana haki katika mapato na matumizi. Sio haki unapokwenda unaweka rehani nyumba pasipo mwenzi wako kujua. Unamnyima haki yake ya msingi. Katika mpango wa pamoja huu, kwa bahati mbaya kuna nyakati ambapo njia hii bora pia haifanyi kazi, pamoja na kwamba ni njia bora. Kwa nini? Kuna wakati unaweza kuwa na mwenzi wako ambaye anafuja pesa, kwa kupitia ulevi, au anacheza kamari, au ana uraibu wa madawa ya kulevya. Huu haitakuwa jambo zuri kwa mpango wa pamoja kukusanya rasilimali za kifedha pamoja. Ni lazima mkae muone kwamba ni nani anaweza kumudu na kusimamia matumizi ya pesa katika familia hii. Hii ni kwa sababu mmoja hawezi kujitawala, pamoja na kwamba mpango wa pamoja ndio mzuri. Kwa sababu mimi najua watu ambao mwanamume alikuwa anakuja mpaka anauza uniform za watoto, maana huko alikunywa na ameshindwa kulipa. Anakuja anachukua uniform kabla watoto hawajaenda shule. Mama anahangaika, watoto hawezi kwenda shule kwa sababu uniform zimechukuliwa kwa sababu ya ulevi. Kwa hiyo akiwepo mwenzi wa namna hiyo, inapaswa kutumia hekima. Lakini kuna aina ya 4 ambayo ni mpango bora zaidi. Huu mpango bora zaidi ni mpango wa watu watatu, sio wawili tena, ni watatu. Ule watatu ni bora, lakini huu ni bora zaidi. Kwamba mpango huu unasema kwamba mali zote tulizo nazo na pesa ni mali ya Mungu. Mungu ndiye anayetupatia. Na kwa hiyo huu mpango wa familia ni wa wacha Mungu wenye furaha, wanaomtambua Mungu katika vipato vyao. Hagai sura ya 2 fungu la 8 anasema, fedha ni yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo unapotambua kwamba Mungu ndiye mumiliki, basi matumizi yote yatamtukuza Mungu. Mipango yote mtakachofanya kama mume, kama mke, mtavifanya mkimtambua Mungu kama mmiliki mkuu na jukumu lako ni kumpendeza yeye. Kwa sababu hata kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 fungu la 2 anasema hiki ndicho kinachodhihirisha uaminifu wa watu wa Mungu, kwa kumtambua Mungu katika mali zao.
wao wanachukua nafasi ya kuwa mawakili, maana ni wasimamizi wa mali za Mungu. Watoto ulio nao, nyumba ulio nayo, kipato ulicho nacho, Mungu ndiye mmiliki mkuu. Na kwa hiyo wewe ni msimamizi, na msimamizi anatoa hesabu ya matumizi yake aliyo nayo. Mungu anaangalia hii hela imetumika kufanya nini, ametukuzwa katika matumizi ya hiyo hela. Lakini pia katika hilo Mungu unapopanga budget katika ile mipango yako, Mungu utamkumbuka kwa kutoa zaka na sadaka, kutoa sehemu ya 10 ya mapato yako. Sasa kuna mambo ya kuzingatia tunapojifunza habari hizi za pesa. Ukiwa hasa na mpango ule ulio bora zaidi, mambo gani uzingatie? Jambo la kwanza, zingatia budget. Budget ndio inayokuambia pesa itumike kufanya nini. Kutengeneza budget kunaweza kusikufurahisha, kwa sababu unahitaji nidhamu kufanya hivyo, lakini ni mojawapo ya njia bora za kudhibiti pesa zako na kupunguza msongo. Yaani hutanunua vitu kwa sababu ya mhemko. Hasa sisi wakina mama hata wale wa machinga wanatujua. Anakuangalia tu uso, anakupitishia tu hivi. Akipitisha hivi, hukupanga kununua gauni, umenunua. Viatu vimejaa, umepangilia, unanunua kingine. Hata ukifika unajiuliza kwamba hivi kwa nini nilinunua? Huelewi. Na budget unaziambia pesa zako mahali pa kwenda badala ya kujiuliza kwamba zimeenda wapi. Hivi umeshawahi kutumia pesa holela mpaka ukahisi umeibiwa? Sema hivi pesa nani ameniibia? Ukianza kuchakata unakuta mwizi alikuwa ni wewe mwenyewe, maana hapakuwa na budget. Jambo lingine nataka kuzungumza katika kutengeneza budget. Yesu anasema katika kitabu cha Luka sura ya 14 fungu la 28 mpaka 30, anasema ni nani kati yenu ambaye kama anataka kujenga hata kaa kwanza na kufanya makisio ya gharama aone kama ana fedha za kutosha kukamilisha ujenzi? Kwa maana ikiwa atajenga msingi halafu ashindwe kuendelea, wote watakaoona watamcheka wakisema, mtu huyu alianza kujenga lakini ameshindwa. Yesu anajua budget. Budget iendane na kipato na iwe na uwiano mzuri. Usipange budget ya bilioni wakati kipato chako ni milioni 1. Wanandoa wote wawili wanapaswa kushiriki katika mchakato wa budget, na sehemu ya Mungu inapaswa kuwa ya kwanza kwenye orodha ya kupanga budget. Weka kwanza vya Mungu viwe tayari, maana wewe ni wakili mwaminifu. Wekeni vipaumbele pamoja. Najua kuna kutofautiana vipaumbele, lakini mnapojadiliana katika matumizi ya pesa, mawasiliano ni ya muhimu sana. Kuelewa mwenzi wangu yukoje, mfahamiane vizuri. Matumizi binafsi yapo. Kwa hiyo mjue matumizi binafsi ya mwanamke, matumizi binafsi ya mke mnapopanga ile budget, ili anapoona kile cha kike cha kiume, sio lazima mkae mezani kila wakati, lakini anatumia ndani ya budget yaliyo nayo. Halafu mnapopanga budget pamoja, msimamizi mzuri kati yenu ndiye atakayesimamia budget. Si mnafahamiana? Maana mnaongea, mnawasiliana. Unajua huyu akisimamia atafuja, huyu akisimamia hawezi kujitawala. Mkae pamoja, anaweza kuwa ni mke, anaweza kuwa ni mume, mchagua kwamba wewe ndio utakuwa msimamizi wa budget vizuri. Mnaposhirikiana na mwenzi wako katika kupanga budget, kila mmoja wenu atahisi kuwajibika. Ataona kama pesa ni zenu, mmewajibika kwa pamoja, na hii itapunguza uwezekano wa migogoro na kuhakikisha kwamba nyote mko kwenye ukurasa mmoja. Hakuna atakayesema sasa wewe hela zote umetumia umefanya hivi. Mtakaa pamoja, na kama ni kumtafuta Mungu kuwasaidia, mtamtafuta Mungu kwa pamoja. Jambo lingine ambalo nataka kusema hapa ni kuepuka madeni. Yaani hakuna namna ninayoweza kusisitiza hili jambo zaidi. Madeni yamefilisi watu. Madeni yameua ndoa.
madeni yamewafanya watu kuwa maskini. Madeni, epuka madeni. Lakini la mwisho kati ya haya ya muhimu ya kuzingatia, weka akiba hata kama kipato ni kidogo. Watu wanasema kinachojalisha sio kiwango kikubwa cha kipato ulichonacho, ila kiwango unachoweka kama akiba kwa matumizi ya kesho. Kuna gharama zisizotarajiwa mara nyingi zinakuja, lakini mkiwa mna hazina ya dharura, mnaweza kukabiliana na dharura kwa pamoja bila kusababisha msongo katika uhusiano wenu. Na kwa hivyo mkiwa mnaweka akiba, hata kipato kidogo kitawaridhisha. Mtajibana kutonunua vitu visivyo na maana ambavyo vinaweza kuwa na maana lakini haviko ndani ya uwezo wenu. Kuweka akiba kunahitaji nidhamu. Niwaambieni, matumizi ya pesa si jambo matumizi ya pesa kwa nidhamu sio jambo rahisi. Tunahitaji neema ya Mungu. Lakini nataka niwaambie kwamba kwa neema ya Mungu hili inawezekana kushirikiana katika matumizi na mapato. Inawezekana katika kuelewana, katika kupanga matumizi ya pesa mnazozipata. Inawezekana kuweka akiba. Inawezekana kuwa na ubia na Mungu katika kutumia pesa zenu. Inawezekana kuwa timu ya pamoja. Nataka niwaambie kwamba mnapokuwa na watoto wakubwa, hata wao wanapokuwa wanaweza kuelewa kwa kiwango chao wanachoweza kuelewa, wanaweza pia wakashirikishwa. Na watoto wakishirikishwa watapunguza hata kupanga. Wanapokuja anaelewa kama mzazi wangu anapata nini. Mimi nakumbuka kuna mtoto aliwahi kuniambia, akaniomba kitu kikubwa sana. Nikamwambia, kwani kinauzwa shilingi ngapi? Miaka hiyo ya zamani. Akasema, akaniambia 300 tu. Ilikuwa ni game hili la kuchezea. Nikamwambia 300 sio kidogo. Akaniambia, wakati huo nilikuwa nafundisha chuo kikuu cha Arusha pale. Akasema, kwani mama unapata shilingi ngapi? Si mshahara. Nikamwambia, unajua napata shilingi ngapi? Ilikuwa kama miaka ya 2003 hivi. Akaniambia hivi, kama milioni 10 hivi. Kakaniambia hivyo. Nikajua kwamba kweli watoto akikuona kweli anakuona. Mwalimu mzima utashindwa kupata milioni 10 kwa mwezi? Haelewi. Lakini watoto wanaposhirikishwa kwenye budget, hata kama analeta mahitaji, anaposema kwamba kiatu changu cha kanisani nahitaji, atakuwa na mzigo kwa wazazi. Ataelewa, baba yangu, mama yangu wanahangaika, tunahitaji kuwaombea. Watoto watawaombea. Washirikisheni watoto. Kwa hiyo kwa Mungu inawezekana tukimtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaalika mshirikiane na wenzi wenu katika kupanga mapato na matumizi katika familia. Mtapunguza migogoro na mtakuwa na ndoa zenye furaha. Tusimame tuombe. Msione tunawahangaisha kusimama, ni mazoezi. Kukaa muda mrefu pia si vizuri. Basi tuombe. Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya kutukumbusha jambo hili la kuwa mawakili wema wa pesa na mali ulizotupatia. Tusaidie kwa sababu sisi hili hatuliwezi. Tumeomba katika jina lake Yesu. Amen.